Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Leo siku ya Jumamosi, juma la 3 la kipindi cha Kwaresma. Injili yetu inatoka katika Injili ya mwinjili Luka sura ya 18 aya ya 9 hadi aya ya 14. Yesu aliwaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Mfarisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake: Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala mimi si kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema: Ee Mungu, niwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amesamehewa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajibirie atakwezwa. Neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Mpendwa mtazamaji, siku hii ya leo tuongozwe na maneno haya: unyenyekevu ni mlango wa baraka. Yesu aliishi katika jamii ya Wayahudi. Wayahudi waligawanyika katika makundi mbalimbali, lakini makundi maarufu ni kama vile Wasadukayo na Wafarisayo. Wafarisayo ni kundi lililoonekana maarufu kati ya jamii ya Kiyahudi, na kundi hili lilikuwa ni la watu wasomi na wenye kushika kiaminifu dini ya Kiyahudi, na kutokana na hilo walijiona wenye haki na bora kuliko wengine. Yesu akitaka kuwakosoa katika hilo na akitaka kuwafundisha wanafunzi wake juu ya unyenyekevu, anatoa mfano wa watu wawili, nao ni Mfarisayo na mtoza ushuru. Hawa walikwenda hekaluni kusali. Wa kwanza ni Mfarisayo. Yeye alipofika kusali, aliingia ndani ya hekalu, akainua macho juu, akaomba akisema: Baba, mimi si kama watu waovu, mimi si kama wadhambi, mimi si kama wazinzi, wala mimi si kama huyu mtoza ushuru. Natoa sadaka mara nyingi, natoa zaka na michango mbalimbali katika kanisa. Huyu, kadiri ya mafundisho ya Yesu Kristo, alionyesha moyo wa majigambo, moyo wa kujidai mwenye haki mbele ya Mungu. Na Yesu anatufundisha kwamba namna hiyo hatuwezi kubarikiwa. Lakini mfano wa pili ni wa huyu mtoza ushuru. Yeye akifika hekaluni hakuthubutu hata kuingia ndani ya hekalu, kwa sababu akitambua kwamba hekalu ni mahali na ni mahali anapoishi Mungu, akaamua kuketi nje, akitambua kwamba hana mastahili hata ya kuingia ndani ya hekalu. Naye aliinama kichwa chini, akajipiga kifua akimwambia Mwenyezi Mungu: mimi natambua kwamba ni dhaifu na ni mdhambi. Yesu anasema kwamba huyu alirudi nyumbani kwake akiwa amebarikiwa kuliko huyu Mfarisayo aliyejidai mwenye haki. Mpendwa mtazamaji,
Katika injili hii tunajifunza jambo moja. Yawezekana tukawa Wakristo wenye kuhudhuria ibada za misa na ibada mbalimbali kila wakati, tukawa watoaji wazuri wa mchango misa kwa maana ya sadaka, zaka na michango mbalimbali, lakini tukumbuke kwamba Mungu anapendezwa na moyo wa unyenyekevu, moyo wa upendo, moyo wa utayari wa kutambua madhaifu yetu, kunyenyekeza mbele yake na kuomba huruma yake kama viumbe dhaifu. Tumuombe Mungu basi kupitia maombezi ya Mama Bikira Maria tunaposali leo. Kwa heshima ya Mama Bikira Maria, atujalie moyo wa unyenyekevu wa kuwa tayari kunyenyekesha mbele ya Mwenyezi Mungu na kuomba msamaha pale tunapomkosea. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.